Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kilwa na diwani wa kata ya Tingi wilayani Kilwa mkoani Lindi, Rajabu Ngatanda ameendelea kufanya ziara yake katika maeneo mbalimbali ndani ya jimbo la Kilwa Kaskazini, ambapo amepata fursa ya kutembelea familia iliyopatwa na msiba mzito wa mama aliyegongwa na gari na kuacha mtoto mdogo wa miezi 6. Kupitia ziara hiyo, Ngatanda amepanga kutembelea kata zote 23 za wilaya ya Kilwa, ambapo ameanza na jimbo la Kilwa Kaskazini na kutembelea katika kijiji cha Namayuni na kupata fursa ya kuwafariji familia iliyopoteza mama mwenye mtoto mdogo wa miezi 6 mara baada ya mama huyo mwenye mtoto kugongwa na gari aina ya cruiser akiwa amepakia kwenye pikipiki na kupoteza maisha katika kituo cha afya cha Tingi. Ngatanda ametoa msaada wa maziwa kwa ajili ya lishe ya mtoto pamoja na nguo, huku akitoa ahadi ya kuendelea kufuatilia mtoto huyo ili kujua maendeleo yake, huku akiwaomba wadau walioguswa na tukio hilo kujitokeza katika kutoa msaada zaidi, kwani mtoto huyo ni mwenye mahitaji makubwa zaidi wakati huu, na kwa kufanya hivyo itasaidia kumfariji kijana huyo kwa kuondokewa na mama yake mzazi. Kwa hiyo ilikuwa siku ya tarehe 20, kulikuwa na ndoa ya jirani yangu au ya jirani yetu. Baada ndo tukaarifiwa hiyo ndoa. Kwa hiyo huyu mke wangu akawa asubuhi wanapanda pikipiki na walikuwa watu kama watu 4, maana yake dereva 4. Ndo wa kwanza akafuata ndo dereva, wa pili akafuata ndo marehemu, wa tatu akaniambia huyu mke wangu bibi mtu na huyu mtoto. Maana alibeba ndo bibi mtu huyo mtoto huyu. Wa 4 ndo akawa huyo ndo abiria mwingine ndo wa kike ndo akawa ndo yupo nyuma. Kwa bahati wakafika maeneo ya Ngorongoro kijiji cha Namayuni. Yaani kwa jina lingine ni yaani ndo Mbuyuni pale Ngorongoro chini pale kuna mbuyu. Hapo kuna kona mbaya sana na alafu ndo kuna mchanga. Kwa hiyo pale gari ikawa imetoka huko yani ndo cruiser na wakawa kwenye bodaboda. Kwa hiyo bahati ndo Hamadi ile gari kaa kwenye mwendo na pikipiki kaa kwenye mwendo. Kwa hiyo pale Hamadi ndo ikatokea ndo ajali hiyo. Kwa bahati dereva pikipiki alijitahidi kuikwepa ile gari, lakini ndio ilishindikanika. Maana yake kwa hiyo ikawa ndio umemchota mchanga. Yule marehemu akawa amechomoka kwenye pikipiki akaenda kuingia uvunguni wa gari. Kwa bahati ndo ile chesa sile wafanya kumchomoa mule kwenye gari yule marehemu. Kwa bahati kumchomoa pale, yani wale ndo watu walikuwa wameshuhudia ndo ile ndo ajali. Kwa bahati yani kwa huruma yake yule dereva gari akawa ile gari amegeuza na kuwapakia hawa ndo watumiwa kwa peleka Tingi. Lakini wasani ndo marehemu yule Tingi hakuwahi kufika, maana yake maeneo ya kati hapa kuanzia ndo Namayuni kwa Tingi hapa kati ndipo amekuwa ndo amefariki. Awali, diwani wa kata Namayuni, Ibrahim Tumbuka, ameeleza kwa masikitiko makubwa namna tukio hilo lenye miujiza ya Mungu ndani yake lilivyotokea na kuacha mtoto mdogo bila ya nguzo ya kujishikia. Siku ya tarehe 20 kuna mama ambaye ni binti Mketo walikuwa wako shambani, kwa hiyo walichukua pikipiki wakawa wanakuja kwenye harusi Namayuni. Kwa bahati mbaya hapo kati ikatokea ajali ambayo ilihusisha gari ndogo aina ya Land Cruiser na pikipiki. Sasa baada ya ile ajali kuna mama mmoja alifariki pale pale. Yule mama aliyefariki kaacha mtoto wa miezi 6 na kaacha mtoto mwingine ana miaka kama 4 5 hivi au 3. Sasa baada ya kutokea msiba ule tumezika. Tunashukuru kwa leo amekuja kututembelea mwenyekiti wetu wa halmashauri katika kusaidia huyu mtoto aweze kupata angalau lishe, kwa sababu huku tuliko upatikanaji wa maziwa na nini kidogo imekuwa shida. Sasa kama kuna wadau wowote ambao wana uwezekano wa kusaidia kwa huyu mtoto ambaye ameachwa, waendelee kutusaidia na huyu mzee naye, kwa sababu uchumi umekuwa chini sana. Kwa hiyo tunahitaji msaada wa namna yoyote, kwa sababu kijana bado mdogo ambaye anahitaji apate makuaji, akue, apate elimu na kadhalika. Kwa maana tungeomba viongozi wetu wa juu waangalie sana kupitia hawa wanaopata labda kama ajali na kadhalika,
ndugu zetu wanateseka sana. Kwa hiyo jana tumekuja hapa na mheshimiwa mwenyekiti akasema nitakuja. Kwa kweli tumemwandalia vitu kidogo kama mavazi na tumetoa pesa kama 120,000 hivi kwa ajili ya kumnunulia maziwa mtoto ili aweze kumsaidia kinamna fulani. Kama mheshimiwa diwani, nini nasaha zako kwa wazazi na walezi waliobakia? Mimi nasaha yangu, kwa sababu mtoto ameshampata mlezi wa kumshika, na sisi kama viongozi natakiwa tumwangalie kwa makini ili mtoto apate haki zake za msingi, kwa sababu leo hii tukiwaachia hawa wazazi tupu au bibi ambaye amemshika mtoto, namna tena kujitafutia riziki itakuwa ngumu sana, kwa sababu mtoto bado mdogo na mwenyewe alikuwa na binti na mtoto, kwa maana ameshika watoto wawili kwa wakati mmoja. Kwa hiyo ningeomba sana kama kuna mtu ambaye linaweza likamgusa tukio hili waweze kusaidia zaidi, kwa sababu sisi uwezo wetu umekuwa mdogo kidogo, tunachokipata ndicho tunachosaidia. Kwa hiyo pale atakapotokea mwingine mwenye moyo wa kuweza kusaidia, tumsaidie sana huyu mama pamoja na huyu mzee. Nilikuwa hospitali Tingi siku ambayo amefariki mwalimu wetu wa shule ya msingi Mtandango. Ghafla nikaona gari ikileta tukio hili ambalo ndani yake ikathibitika kuna huyu mama amefariki kwa ajali. Sasa baadaye ameacha kitoto kichanga kama cha miezi 6 hivi cha kiume. Nikashughulika na mazishi ya yule mwalimu. Baadaye nikawasiliana na mheshimiwa diwani wa kata hii ya Namayuni, akanithibitisha kweli huyo mwananchi yupo. Nikabasi nitabidi nije sasa ili tumtembelee huyo mtoto na niweze kuona hatua zikoje za malezi. Kwa hiyo nimefika na nimeona kwamba mtoto anahitaji maziwa kila siku apate lita 1, na ile lita ina gharimu shilingi 1200 na 2600 hivi. Kwa hiyo nimechangia maziwa ya mwezi 1.5 ambayo nimeikabidhi fedha familia, angalau kwa muda wa mwezi 1.5 wao wanajiandaa kidogo kidogo, basi hiki nilichokitoa kimsaidie huyu mtoto. Lakini nishukuru mheshimiwa diwani kwa sababu tumeshirikiana kwa karibu. Nimetoka kule tena nikaona nimchukulie na baadhi ya vitu vingine kwa ajili ya malezi. Kwa hiyo hiko ndo kilichonigusa sana, na kwa sababu hivi vitu siku zote vipo, na kama tunavyofahamu ajali muda wote ipo. Kwa hiyo kama mzazi unaguswa kuona kwamba leo limemkuta huyu, kesho kwa mtu mwingine, na kwa sababu kama unavyojua kifo hakina kanuni. Sisi katika imani yetu ya dini tumeambiwa kwamba kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kile kifo ambacho mnakikimbia wakati wote mtakutana nacho, na ukutanaji wake ni wa ghafla, sio makubaliano. Kitakukuta ukiwa unatembea, ukiwa umelala, ukiwa unaumwa, vyovyote wavyo. Kwa hiyo lile linalomkuta mwenzako unahisi madamu uko hai, na wewe wakati wote linaweza kukufika. Sasa hali hiyo lazima ikuguse. Ndio nimekuja kumtazama huyo mtoto, na inshallah kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu na imani atamkuza, atampa afya njema, ili naye siku moja aje kuwa tegemeo katika taifa letu hili. Umesema kwamba kwa msaada uliotoa ni msaada kwa mpito kwa kipindi cha karibuni. Je, kuna plani zozote endelevu ambazo nafikiria kwamba unaweza ukazifanya? Huyu kwanza nimeshawaambia familia kwa upande wangu. Kijana anaitwa Muhammad na mimi naitwa Rajab Muhammad. Nimeshasema huyu ni baba. Mungu akipenda tutashirikiana kwa karibu na hii familia kwenye malezi, na inshallah kama uhai nao mpaka katika kusoma, kwa sababu ipo hiyo kawaida. Nao baadhi ya vijana wengine naishi nao pale nyumbani ambao nimewachukua mitaani zaidi ya 4, 5, 6 kadiri ya Allah anavyonijalia, lakini ni familia na wanachanganyika na familia yangu, familia moja. Kwa hiyo kitakuwa wakati ukifika kama niko hai na salama nitakiangalia tena zaidi kwa ajili ya mengineyo kadiri ya Allah atavyonijalia. Lakini tunachohitaji simanzi kwa mtoto iondoke, aone kwamba ameondokewa na mama, lakini wazazi wengine bado tumebaki. Kwa hiyo nimetoa hiyo kwa hatua ya kwanza, nyingine tutaendelea kushirikiana kadiri Allah atavyojalia. Nini nasaha zako hasa kwa wadau wengine katika kushika mkono watoto wenye mahitaji kama haya? Tunao wengi watoto wenye mahitaji kama haya, na matukio yanatokea maeneo mbalimbali. Basi kile sehemu ambayo tutaisikia, kwa wale ambao Allah akaturuzuku uwezo wote, tujitoe katika sadaka kubwa ni hii. Sadaka ambayo mtu amepoteza wazazi na ukaenda kumfariji yule mtoto. Manake tuchukulie kama watoto yatima. Sisi kwenye imani yetu ya dini tunaambiwa, Mtume alikuwa anatuambia, anasema khairu baiti fil mu'minina baitu fihi yatima yuhsanu ilahi. Nyumba yenye kheri, yenye baraka
ni ile nyumba ambayo ndani kuna mtoto yatima alafu anafanyiwa mazuri. Lakini washarru baiti fil mu'minina baitu fihi yatima yusa'u alayhi, nyumba yenye shari, dhiki, matatizo ni ile nyumba ambayo kuna yatima yupo sehemu lakini anafanywa mabaya na watu hawashtuki. Kwa hiyo hawa mayatima wa namna mbalimbali wanaojitokeza katika matukio mbalimbali, sio tu ya ajali, hata vifo vya kawaida, ni sisi kwetu ni muhimu kukimbilia, kwa sababu kule kufanya kwako unaongeza fadhila na Mwenyezi Mungu anakupa mapenzi makubwa na baraka nyingi inaongezeka. Na ikitokezea uwezo unao lakini ukapuuza, basi maana yake wewe unakuwa Mungu anachukia na wewe, na shari pia unazipata na baraka zinapungua. Kwa hiyo na saa yangu inakotokea jambo kama hili kokote kule, mtu akijiona uwezo huo anao bila kujali nafasi za uongozi wala nini, akimbilie kwenda kusaidia, kwa sababu kuna fadhila kubwa katika kusaidia binadamu wanaofikwa na maafa kama haya, hususan huyo mtoto, lakini pia hata familia yenyewe. Unavyokimbilia kwenda kuwapa maneno ya faraja, tunaonesha upendo wa hali ya juu, na hivi ndio ambavyo tunatakiwa tuishi, kwa sababu leo kwao, kesho kwako, huwezi kujua.